Mtazamaji popote pale ambako unatazama Biomedia, nikwambie karibu sana. Kama ndo kwanza unatutazama hii leo, endelea kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Lakini kama ni mwanafamilia, basi shout kwako. Mimi ni Official Rose D. Hii ni Biomedia. Niko na story ambako Roho wa Mungu ananiambia kuwa kuna kesi ya mwanasiasa itaisha mwaka 2030. Ni Mwamposa ambaye ametoboa siri katika ibada yake. Karibu sana mtazamaji wetu. Ni katika siku za hivi karibuni, picha na nukuu za Mtume Boniface Bulldozer Mwamposa zimekuwa zikisambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii zikidai kuwa amepokea maono ya kiungu kuhusu kesi za wanasiasa ambazo hazitaisha mpaka mwaka wa 2030. Kauli hii imezua taharuki na migawanyiko ya kifikra miongoni mwa Tanzania, huku wengi wakijiuliza, je, huu ni unabii wa kweli au ni mbinu ya kutengeneza mwelekeo fulani wa kisiasa? Tanzania ina historia ndefu ya viongozi wa dini kuwa na ushawishi mkubwa kwa jamii. Hata hivyo, pale utabiri unapoanza kugusa ratiba za mahakama na hatima za wanasiasa, unavuruga mstari wa kiroho na kuingilia kwenye ulingo wa siasa za vitendo. Wakosoaji, kama inavyoonekana katika maoni ya baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii, kama tulivyomuona Cecilia Saleko, wanahoji uhusiano uliopo kati ya viongozi hawa na mamlaka zilizopo. Hoja kuu hapa ni kuwa utabiri huu unaweza kutumika kama chombo cha kisaikolojia kuaminisha umma kuwa hali fulani ya kisiasa ni mapenzi ya Mungu, hivyo kupunguza shinikizo la mabadiliko au kuhoji utendaji wa kisheria. Kizazi kipya cha Tanzania ambacho kimepewa jina la Generation Z kwa maana ya Gen Z kimekuwa kikiangalia masuala haya kwa jicho la kudadisi zaidi, na kupitia majukwaa ya kidigitali wanachambua kila kauli kwa kutumia mantiki badala ya imani pekee. Kwao mwaka 2030 ni mbali sana, na kuunganisha kesi za kisheria na utabiri wa kiroho kunaonekana kama jaribio la kuahirisha haki au kuhalalisha urefu wa michakato ya kisheria inayowakabili wapinzani au wanasiasa wenye ushawishi. Ni muhimu kwa jamii kubaki na uwezo wa kuchuja habari, wakati imani ikiheshimiwa kama haki ya msingi ya kila mtu. Masuala ya utawala wa sheria pamoja na siasa yanapaswa kupimwa kwa misingi ya ratiba na haki za binadamu. Je, ni kweli Roho wa Mungu amezungumza au ni mwangwi wa hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi ujao? Bila shaka muda utakuwa mwamuzi mzuri wa mwisho. Lakini kwa sasa mjadala huu unaendelea kuonyesha jinsi ambavyo siasa na dini bado ni mapacha wasiotenganika katika fikra za Watanzania wengi. Na mimi ninatamatisha. Unaona unabii huu ukifanya kazi kwa namna gani kwa upande wako? Endelea kuandika maoni yako moja kwa moja kupitia Biomedia comment, and then wakati mwingine Official Rose D itaweza kuangazia kwa uzuri kabisa. Wewe na wakati mwema, bye bye.